Kuna watu ambao ni wakuu, Mungu ameweka vitu vikubwa ndani yao. Wamekutana na maneno ya familia, wamelala. Wamekutana na kila ubaya ambayo adui ameweka kwenye maisha yao, wamelala. Wamekutana na maneno ya ndugu ambao waliwasema kwa ubaya, wamelala. Wameachana na hiyo biashara, wameachana na hiyo ndoa kwa sababu ya maneno aliyokutana nao. Inawezekana wewe ni Petro wa familia. Wako wakuu wengi kwenye familia, walikuwa ni watu wanaotakiwa kumiliki makampuni, walikuwa ni watu wanaotakiwa kumiliki vitu vya maana. Wamekutana na masimamo, wamekutana na maneno, wamekutana na Herode wa familia aliyesimama na kusema kwetu havitokei kama hivi. Amelala mtu huyo. Neno la Bwana linasema ujapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti hautaogopa mabaya. Wewe sio wa kulala, we are just passing. Wewe ni wa kupita hapo kwenye mauti, na unatakiwa upite kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwenye mauti sio tunalala. Nijapofanyaje? Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana ndiye. Sio nijapolala kwenye mauti, kwenye maneno ya watu, mahali ambapo umewekewa giza usipite. Sio mahali pa kulala, ni mahali pa kupita, nawe utapita kwa jina la Yesu. Inawezekana kabisa umevua mkanda. Inawezekana unajiona uchi wakati unatangaza kufanya jambo fulani na kwenda kwenye mafanikio fulani, ukawa uchi kwa sababu ya maneno ya watu. Jitie nguvu tena, inuka, wewe ni shujaa. Nasema na shujaa mmoja aliyoko hapa, nasema na shujaa mmoja aliyoko hapa. Usimwachie shetani hiyo ndoa, usimwachie shetani hao watoto, usimwachie shetani hiyo kazi. Vita ni vikali, lakini Bwana wa vita yuko njiani. Vita ni vikali, lakini Bwana wa kazi yuko njiani. Kuna watu hapa wamepigwa tena na maneno. Ni watu wakuu kwenye familia. Kila anapotaka kufanya kitu kwenye familia, kaka zake wanamuinukia, wanampiga vita sana asisonge mbele. Na sio kwa nia mbaya, nia yake ni kujenga na kufanya kitu kiwe imara, lakini kaka zake wanamuinukia, dada zake wanamuinukia. Nikwambie kitu, wewe ni shujaa. Kuna watu ambao wanaona toka mbali, na wewe wakati hujapambanua kwamba mimi ninatakiwa kusimama kwenye nafasi hii, wale waliokuona toka mbali wakajua akiweka duka lake hapa tutakosa biashara, akiweka gereji yake hapa, wamekuona toka mbali. Akikaa salama kwenye ofisi hii tutashindwa, atachukua nafasi. Walipokuona toka mbali wakasema tumuue, wakasema tumuue. Yusufu mtoto wa watu anafika pale, anashangaa kaka yake anamvua nguo, anashangaa anatumbukizwa kwenye birika. Ashukuriwe Mungu kwa sababu katikati ya kikao cha maadui zake kulikuwa kuna ajenda tatu. Ajenda ya kwanza tumuue. Ajenda ya pili, alipofika Ruben akasema tusimuue, tumtumbukize huku kwanza ili aje amuokoe. Wakakaa kitako, wakaanza kula chakula, ili hali mdogo wao wa mwisho yuko kwenye birika, yuko uchi. Alafu wakati wa kila, Yuda akasema kwa nini tumuue? Tumtoe huko, tumpeleke wapi? Tumuuze kwa Waishmaeli. Alipokwenda kwa Waishmaeli bado akaketi kwa akaketi kwa Potifa, akavuliwa tena nguo kama mbakaji, akaenda gerezani. Alipokuwa gerezani akavuliwa nguo, akavalishwa nguo za wafungwa. Lakini saa ya Bwana ilipofika, nguo zikatoka ikulu, nguo zikatoka ikulu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana akuvalishe mavazi mapya kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akuvalishe neema mpya kwa jina la Yesu. Bwana akuvalishe mavazi mapya mahali pa aibu. Sioni anayepokea. Sema Bwana nivalishe tena. Kwenye ile ofisi nivalishe tena. Kwenye ile familia nivalishe tena. Rapaka shota yaka. Na ikawe hivyo kwako kwa jina la Yesu.